Mimi talanta yangu ni kupiga boyoyo, mwanasiasa, influencer, lakini chawa wa wananchi wa Kigoma mjini. Niko hapa kwa ajili ya kutafuta maisha yao, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Mzee wangu sio na wasiwasi. Mimi ni chawa wao, wamenituma wale. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaenda bungeni, nataka tujadiliane na mawaziri kuona namna ambavyo. Ndugu zangu, umaskini ni sera. Sio kwamba wewe ulivyo maskini uliamua kuwa maskini. Umepambana sana kujikwamua na maskini, lakini umeshindwa. Unavyoshindwa sio kwamba unapenda kushindwa. Sisi walimwengu ndio tunafanya wewe ushindwe. Nakupa kwa mfano kadogo tu. Umelima nyanya, unakwenda kuziuza sehemu. Unafika pale unapokwenda kuziuza, unakuta mtu anakupangia bei anayotaka yeye. Nimekupa kwa mfano kadogo tu kwamba umaskini ni sera. Moja ya njia nzuri ya kutengeneza maskini katika jamii fulani ni kuhakikisha hiyo jamii inakuwa na mfumo mbovu wa kuchagua viongozi. Kwa sababu viongozi wabovu katika jamii yoyote ile ni sawasawa na dereva mbovu anayeendesha gari katika barabara kuu. Manake muda wote lazima atapata ajali tu na itakuwa ndio mwisho wa safari yake. Ndugu zangu, mimi napenda kumzungumzia Baba Levo kwa sababu ni mfano mzuri wa kuiambia serikali kwamba kama tutakuwa na viongozi wa aina hii, maendeleo tutayapataje? Kizuri ni kwamba sio wana Kigoma walimchagua Baba Levo. Mimi siku zote nitawatetea wana Kigoma. Baba Levo alichaguliwa na CCM kwa sababu CCM iliamini yule aliyemshinda Baba Levo angesimama na Zitto Kabwe, asingeweza kumshinda Zitto Kabwe. Sawa eh? Zitto Kabwe pia sio kiongozi mzuri, simsifii Zitto Kabwe hata kama angeshinda Zitto Kabwe. Ila tunahitaji mfumo wa kweli wa kupata viongozi wa kweli. Na mfumo ambao tulionao tumeandikiwa na Wamarekani, niseme wazi. Sitaki kupinda. Kwa sababu viongozi tulionao hapa kwetu si ndio hao wakina Marekani. Hao wakina Trump na ma Epstein file. Sawa eh? Kwa sababu Marekani inavyojiendesha sio kwamba inajiendesha kwa faida ya Wamarekani. Marekani inajiendesha kwa faida ya kikundi fulani cha watu. Baba Levo lazima awe sadaka kwa mfumo mbovu wa serikali kutafuta viongozi kwa jamii yake. Tunajua serikali yetu imetengenezewa mfumo na Wamarekani kwamba kiongozi ni mtu mwenye umaarufu. Huwa nawapaga mfano mdogo. Huwezi kumchukua msomi wa chuo kikuu, injinia fulani, akagombea uongozi sehemu na Salim Kikeke au na Mwijaku. Lazima Mwijaku atashinda. Huyo msomi hajulikani pale. Lakini tukiwa na sera madhubuti kwamba viongozi lazima ni watu wanaotoka vyuoni wakiwa na sifa fulani. Mimi ni injinia katika masuala fulani. Nipeni uongozi hapa na uwezo wa kugeuza hizi rasilimali mlizonazo na tukaleta maendeleo ya kweli. Sio kazi yangu ni kwenda kupiga ngonjera bungeni wakati the same serikali nayo inapeleka hizo ngonjera sehemu nyingine. Kwani Rais Samia hajasema akienda kuomba mikopo wanachomwambia? Ndugu zangu, umaskini ni sera. Na kutaka nikwambie wakati naenda kugombea ubunge, mshahara wangu kwa mwezi kwenye makampuni yote ilikuwa zaidi ya milioni 49 kwa mwezi mmoja. Angalia namna nilivyokuwa ni influencer bora. Ukiingilia hao wengine kina kichwa mviringo kina nani hao walikuwa wanalipa milioni 77, milioni ngapi? Umeelewa vizuri? Nimeingia kwenye kuwa mbunge, nilikuwa ambassador wa makampuni zaidi ya 13. Umeelewa vizuri? Makampuni mengine nishakula hela nimemaliza, mengine nimekuwa mbunge bado wananidai hela zao. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo inabidi uanze kuyapigia chombeza. Milioni 49 anapata kwa mwezi kwa kuwa influencer. Hivi ni kwa nini vijana wanavyokuwa mashuleni, vyuoni, wasianze mchakato wa kujifunza uinfluencer? Tengeneza picha, mimi leo hii niko shuleni, leo hii siko mtaani kama sasa hivi, na isikiliza hii sentensi ya Baba Levo kwamba kwa mwezi alikuwa anapata zaidi ya milioni 49 kwa kuwa influencer. Ndugu zangu, nitawaza kuisomea udaktari kweli? Nitawaza kusomea uinjinia? Lengo langu mimi liko ni uinjinia, sijui ita uinjinia wa nini, sijui telecommunication engineer, sijui civil engineer, lakini ilikuwa ni hizo hardcore jobs, hizo kazi zenye kuumiza vichwa ndio ilikuwa ni target yangu. Kwa sababu tunapokaa sehemu kule shamba kule kijijini, watoto wa maskini, walimu wanapenda kutuambia msipende kuwekeza kwenye masomo marais mkilenga kazi nyepesi.
hakikisheni mnalenga kazi ngumu ambazo watoto wa matajiri hawawezi kuziwaza. Na hilo nilikuwa target yangu. Sasa kwamba tayari nilikuwa nimeshajiingiza kwenye PCM, kuna nini tena hapo? Sasa unamsikiliza mtu kama Baba Levo anakuambia anatengeneza milioni 49 kwa mwezi. Ngoja niwaambie Watanzania, unajua anguko la, nianze mbali, anguko la Spain kuitawala dunia ilikuwa nini? Wa Spain waliiba madini, kwa sababu kipindi hicho utajiri si madini, magoldi, madhahabu, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo nchi ikawa na akiba kubwa sana. Watu hawafanyi kazi lakini wanapata huduma, serikali sinalipia. Mwisho wa siku nchi ikakosa wataalamu. Yaani kama unavyoona Marekani haiwezi kushindana na China kwa manufacturing industry, kwa sababu watu wote wanataka kuwa Dr. Dre, watu wote wanataka kuwa Nicki Minaj, wacheze, wavue nguo. Kuna madaktari kibao wacheza picha za ngono. Kuna manesi kibao Marekani wamesomea unesi, wanacheza picha za ngono. Kwa nini? Kwa sababu wanaocheza picha za ngono wanakuja wanasema tunatengeneza pesa huko, wanaendesha magari mazuri, wanaonekana. Hii sentensi ya Baba Levo kwa nchi kama China ni lazima hiyo industry ya kuwapa watu fedha doing nothing, absolutely nothing. Lazima serikali ya China, mimi naijua, inge crack down. Serikali ya China inawalipa ma-influencer wa Marekani kutangaza mambo yao, lakini haitaki wananchi wao wawe kama wa Marekani. Sijui unanielewa? Hii sentensi ya Baba Levo ni ya kipumbavu kweli kweli. Lakini mimi najua sera za nchi ndio zinamfanya Baba Levo apate hiyo pesa. Lakini mkiwa na sera sahihi, hakuna taifa duniani limewahi kuwa na maendeleo kwa wananchi kuwa na fedha mfukoni tu. Yaani Baba Levo anaona kupewa hiyo 49 milioni kwa mwezi alikuwa anastahili. Sio mfumo mbovu wa nchi. Ndugu zangu, hili taifa ni letu. Tusipolinenea sisi ambao tunaelewa. Kwa sababu kuna wengine they are programmed to speak like the Westerners. Kuna Instagram account ngapi wanawake wanacheza uchi na wanapata endorsement, wanapata pesa nyingi sana, naelewa. Mimi naishi kwenye mtandao. Account inaanzishwa leo, baada ya siku 7 ina followers 200,000, 100,000 na kwa kutikisa makalio tu. Na wanapata pesa kuliko mwalimu. Wanapata pesa kuliko manesi. Wanapata pesa kuliko mapolisi. Ndugu zangu, Baba Levo ndio sadaka ya ujinga ambao tunajua tumetengenezewa na ma-Westerners ili tuendelee kuwa maskini. Lazima tutadili na huyu. Mbona ataropoka mengi? Kwa sababu Baba Levo ndio akina Trump fulani. Yaani Baba Levo na Trump tofauti ni nini? Sasa Trump unaweza kumweka level ya kina Xi Jinping au kina Putin. Unajua dunia haiwezi kukufundisha umuhimu wa Putin. Kwa sababu Putin ameitoa wapi Urusi? Sasa hivi Urusi ni superpower. 25 tukafukuzwa kazi Wasafi kupitia ithibati. Nikaona amenifukuza naenda kugombea ubunge. Sasa hivi ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, lakini leo hii naanza shule. Kwa hiyo naelezea namna ambavyo kiuhalisia kama unapata fursa ya wataalamu kama huyu, umesikia alivyotaja elimu zake, namna alivyopita mipito, unaona kabisa ni mtu ambaye atanisaidia sana kuweza kupata elimu ya kutosha, kuweza kufaulu vizuri, ili niweze kuwatumikia wananchi wa Kigoma mjini kwa kila aina ambayo italetwa, kwa kila mfumo ambao utaletwa niweze kuendana nao. Mwalimu wangu, yes. Wewe nimeambiwa ni mtaalamu wa Kiingereza. Sogea hapa, hamna shida. Sogea hapa ndugu yangu. Mike nampata. Huyu ni mwalimu wangu wa Kiingereza. Na huyu atanifundisha Kiingereza kwa sababu ndio lugha ambayo itanisaidia kuweza kufaulu masomo mengine. Kwa sababu tunajua mfumo wetu bado wa masomo una Kiingereza kingi. Kwa hiyo kama hujui Kiingereza, tafsiri yake ni kwamba kuna swali unaweza kaulizwa ni rahisi tu. Baba anakwenda sokoni ameshika kapu na shilingi 10,000 kadondosha 3,000. Amebaki na shilingi ngapi kwa Kiingereza sasa? Utaje wewe 7,000. Sijui kama unaelewa vizuri. Lakini kwa sababu mwalimu yupo atanifundisha na nikwambie tu kweli. Pamoja na kwamba mtakuwa mnanifundisha nikiwa hapa Dar es Salaam, mtakuwa mnanifuata nikiwa Dodoma, wakati kwa sababu tunaanza bunge mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7, kuna miezi mitatu yote nitakuwa niko Dodoma. Lakini pia nitakapokuwa niko jiponi kwangu Kigoma, pamoja na mshahara ambao mtapata kutoka kwa viongozi wenu, lakini bado mnabata mtakula. Hiyo nakwambia mkurugenzi, huwezi kuja kumfundisha mbunge
eti ukatoka bila kuokota, haiwezekani. Au sio bwana? Kwa hiyo Nabata mtakula, na nakuomba sana ujitambulishe na ili tuweze kuendelea na press. Baba Levo ndio anaenda kuanza masomo yake ya sekondari baada ya kupata ubunge. Yaani Baba Levo amepata uongozi pasipokuwa na sifa za uongozi, ndio anaenda kutafuta sifa za kuwa kiongozi. Sijui nimeeleweka? Hiyo ndio Tanzania. Yes. Huna sifa za kuwa kiongozi, umepewa uongozi ndio ukasomee kuwa kiongozi, ndio ukatafuta hizo sifa. Hivi kwa hii dunia inavyokwenda kasi hivi, alafu tunakuwa na aina hii ya viongozi. Lakini Tanzania sitaki kuwalaumu, ziko sera tunabidi tuzibadilishe ili tuende na kasi ambayo kwa sisi tunayojua hii kasi ambayo dunia inakwenda, lazima tuiambie serikali. Dunia imeshapasuka. Hii sio dunia ya kwenda Washington tu. Hii sio dunia ya kwenda European Union tu. Dunia imeshapasuka. Tusipoiambia serikali tunaelewa dunia ilivyopasuka, Oktoba 29 lazima itarudi. Kwa sababu Oktoba 29 inarudije? Si watu wanajazwa ujinga kichwani na watu wasiokuwa na elimu. Kwa sababu mtu kama Baba Levo akija na lyrics zake zinazotokana na emptiness kwenye akili yake, kwa sababu huyu hajui kuleta maendeleo kwa kutumia rasilimali za mkoa wake au za jimbo lake. Huyu anaamini maendeleo ni kumwambia waziri na rais ili maendeleo yaje. Kumbe waziri na rais nao wanapeleka sehemu. Tunapata maendeleo kwa staili hiyo. Wakati hao ambao wanategemea kuleta maendeleo wanakutegemea wewe wa kunyonyi ndio wapate maendeleo. Sijui inaeleweka? Amerika atakuletea maendeleo. Amerika ana nini? Ana makaratasi yanaitwa dola. Hayo ni makaratasi yanayohitaji bidhaa. Yakikosa bidhaa hayana thamani. European Union ndio kabisa Dar es Salaam na Mbeya. Yaani winga wa Dar es Salaam anaamini ana maisha kuliko mkulima wa Mbeya. Ndio tofauti ya Dar es Salaam na Mbeya. Kwa hiyo European Union kama Dar es Salaam, kwa Afrika ndio kama Mbeya. Wa Tanzania lazima tuiambie serikali spidi ya dunia tunaijua. Hatuhitaji aina hii ya kina Baba Levo kuwa viongozi wetu. Hatutaisha kupiga kelele, lazima tufix sheria kwamba mfumo huu sio mfumo sahihi wa kupata viongozi kwa ajili ya taifa letu. Mswahili, elimika.